Yesu Kristo. Kristo. Tumaini letu. Jubilei 2025. Kama tumaini. Wapendwa wanaparokia Ansenya, na hasa sakramenti kubwa zaidi ni hii ya kipaimara ambayo imefanywa maandalizi ya muda mrefu. Sakramenti ya kipaimara. Tunazo sakramenti 7 na hii ya kipaimara iko kwenye kundi la sakramenti za mwanzo za kuingia katika Ukristo. Na ndio maana inatolewa walio wengi wana umri mdogo mdogo. Sakramenti za mwanzo za kuingia katika Ukristo, ubatizo, kuna komunyo takatifu na kipaimara, ni wazi pia kuna kitubio. Hizi ni za mwanzo, zinakuondoa sasa. Kipaimara inakuondoa kwenye kundi la watoto wa imani, unaanza kuwa mtu wa imani wa kutegemewa. Unaipata kipaimara, unakuwa mtu wa imani wa kutegemewa. Kwa hiyo sakramenti mnayopewa, na hakuna asiyependa kuonekana mkubwa, hakuna asiyependa kuonekana amekuwa. Na hivi ukiambiwa sasa wewe umekuwa, unajisikia vizuri kwamba sasa nimekuwa, naweza kuwa na wadogo zangu. Kwa hiyo ni sakramenti ya kukuachisha utoto wa Ukristo. Sasa unachukua wajibu, unachukua mamlaka ya Kikristo. Wana kipaimara, simameni. Kipaimara ni sakramenti inayotuletea Roho Mtakatifu na mapaji yake ili kutufanya Wakristo imara na askari hodari wa Yesu Kristo, hata tuweze kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo. Unaona? Kwa hiyo mnapata Roho Mtakatifu na mapaji yake ili kuwafanya imara, kuwafanya askari hodari wa Yesu Kristo, ili muweze kushuhudia imani kwa maneno na matendo. Kwa hiyo sasa wewe ni mtu mzima. Ukishapata kipaimara unategemewa. Hakuna askari mtoto. Kama ni askari hodari, maana yake unategemewa kulinda imani. Na silaha yako ni hayo mapaji. Mapaji yako mangapi? 7. Niyataje? Hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Tuwapigie makofi. Itakayo kusaidia kuwa askari imara wa Yesu Kristo. Lakini ukipewa silaha, anayekupa anategemea kwamba utaitumia vizuri. Ukiitumia vibaya utaadhibiwa. Ukiitumia vizuri, basi utakuwa thibitisha kwamba ulifundishwa vizuri na unatimiza wajibu wako vizuri. Silaha yote tunayoiona ya matumizi sahihi inakuwa na lengo la kustawisha, sio kuharibu, sio kubomoa, sio kuua na kuharibu, ila kustawisha. Kwa hiyo ukipewa silaha ikusaidie kustawisha, ikusaidie kufanya vizuri, kilichopo kiwe kizuri zaidi, kama ni kidogo kiwe kikubwa zaidi. Pale unasema silaha au zana ya kazi uliyopewa umeitumia vizuri. Lakini ukipewa zana ya kazi au silaha ukaitumia kuharibu na kuumiza, kuchukiza, maana yake hautumii vizuri ile silaha. Kwa hiyo nyinyi tunamwomba Roho Mtakatifu awafanye askari hodari, awape na hizo silaha. Nimesikia kwenye somo la kwanza, huyu mtumishi wa Mungu atapewa roho ya ufahamu, roho ya akili, roho ya uchaji wa Mungu. Hizo ndizo silaha anazopewa ili aweze kuhukumu vizuri. Asihukumu tu kwa kufuata nayo yasikia, lakini ahukumu kwa hekima na akili aliyopewa na Mungu. Kwa hiyo silaha mnayopewa kipaimara ni mapaji hayo 7. Lakini unajua wapo wengine wakipewa silaha hawaitumii, wanaificha. Hawaitumii. Hata dharura ikitokea, silaha alikuwa nayo lakini hajaitumia. Una mtungi wa kuzimia moto, nyumba inaungua, mtungi ulikuwepo hujautumia.
Kwa hiyo unaonekana kwamba ulipewa silaha lakini hukuitumia. Kuna dharura imetokea, wewe ulikuwa na uwezo wa kuitatua ile dharura, hujaitatua. Maana yake kipaji ulichokuwa nacho hujatumia. Na aliyekupa kile kipaji bila shaka atasikitika. Asema huu moto ungezimwa kwa mtungi mmoja, na wewe mtungi mmoja ulikuwa nao, kwani hukuutumia? Sema nilikuwa sijui kutumia. Utalaumiwa tu, kwani hukujua ulikuwa na mtungi, kwani hukujua kutumia. Hivyo hivyo kama kuna dharura, nakuja mbwa mwenye kichaa, silaha unayo, unamwacha anaumiza wengi. Kile silaha ulikuwa nayo, anasema sikujua kutumia au niliogopa. Sasa hapo sio nafasi ya uoga, sio nafasi ya ujinga. Kwa hiyo silaha tunazopewa na Roho Mtakatifu zitusaidie kutimiza majukumu, kwa sababu nyewe mmeomba kipaimara ili muwe askari hodari wa Yesu Kristo. Na mnachopigania, mnapigania ufalme wa Mungu. Mnataka kumshinda nani? Ibilisi, shetani. Mnataka kumshinda huyu kwa sababu anapotosha watu, anawafanya watu wanakuwa na roho mbaya, wanawatendea watu wengine vibaya. Kwa hiyo wewe umepewa silaha kumshinda Ibilisi. Na huyu adui anakutafuta wewe mwenyewe kwanza, kabla hajamtafuta rafiki yako au jirani yako au ndugu yako. Anakutafuta wewe mwenyewe kwanza. Kwa hiyo mapaji ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya uokovu wako wewe mwenyewe. Huyu Roho ndo anayekuongoza sasa, ili uweze kuishi vizuri na upite vizuri katika maisha haya. Nimesikia kwenye Injili watu watatu wamepewa silaha. Hapa imeitwa talanta. Talanta kilikuwa ni kipimo cha fedha kinachotumika, na sio fedha ndogo. Huyu mmoja alipewa talanta 5, sio shilingi 5. Kuna wakati talanta moja ilikuwa inalinganishwa na shilingi 150,000 ya Tanzania. Kwa sio hela ndogo. Kwa hiyo wamepewa talanta, ndio silaha yao. Wakatumie talanta hizo kustawisha, kuendeleza, kufanikisha. Mmoja alipewa 5, akazitumia talanta zake 5, akastawisha zikapatikana zingine 5. Mwingine alipewa 2, akastawisha zikapatikana zingine 2. Huyo mwingine alipewa 1, akaificha, hakuitumia. Na mmesikia kwenye Injili wale waliostawisha wamesifiwa, wamepewa sifa na heshima na wameongezewa cheo. Yule ambaye hakutumia amelaumiwa na akaambiwa sasa nendeni mkamtupe huko ambako atasaga meno. Nyinyi mnapewa na Roho Mtakatifu mapaji ya Roho Mtakatifu. Lazima yatumike. Umepewa hekima. Unavyoishi watu waseme mtoto huyu ana hekima. Unavyoishi watu waseme mtoto huyu ana akili. Mtoto huyu ana elimu. Mtoto huyu ana nguvu za kushinda ubaya. Sasa mdogo, lakini ukimwelekeza kwenye ubaya anakataa kwa moyo wote na hawezi kukubali. Na hata ukimuingiza kwenye mpango mbaya ataenda kushtaki, kwa sababu ana nguvu ya kumwambia shetani hapana. Nguvu la ibada. Ukuone wewe ulipata kipaimara, unasali, unakuja kusali. Wakati wa kuabudu unakuja kuabudu. Wakati wa sala rozari unasali rozari. Wakati wa mafungo unashiriki. Na vyama vya kitume ambavyo humo unakuwa mwana utume mwaminifu. Nasema huyu anayo silaha yake nzuri sana, ibada. Ibada inamuokoa katika mengi. Kwa kwenda kwake kwenye ibada anaepuka dhambi, anaepuka ubaya. Kwa kusali kwake anaepuka mengi. Mwalimu Nyerere anakumbukwa sana, hasa kwa sababu alipenda kusali. Popote alikoenda watu wanasema alikuwa anahakikisha anasali kwanza. Na inawezekana wakati anaongoza kulikuwa na changamoto nyingi. Nguvu kubwa aliipata kwenye kusali. Ile kusali ilikuwa ni silaha yake. Ni silaha yake iliyokuwa inamuongoza aweze kupita salama yeye, lakini pia na watu wanaowaongoza. Kwa hiyo kusali inakuwa ni silaha yako. Na inaweza sala ikakusaidia. Kuna mtu mmoja alipata matatizo na watu walitaka kumdhuru, lakini alikuwa anasali sana. Wao walitaka kumdhuru, akasema huyu amesali, mdomo mwacheni. Wao waliona wameamua tu, lakini ilikuwa ni nguvu ya sala imemtoa kwenye matatizo aliyokuwa nayo. Mtu wa ibada.
uwe mcha Mungu. Silaha yako ni kumcha Mungu. Kumcha Mungu maana yake unamwogopa Mungu kwa kumwabudu, kwamba siwezi kufanya kitu kinachomsikitisha Mungu wangu. Siwezi kufanya kitu ambacho kinamuudhi Mungu. Lazima nifanye kitu ambacho Mungu atafurahi, atapenda. Huo ndio uchaji wa Mungu. Kwa hiyo wewe wacha Mungu. Wacha Mungu. Sio unakuwa Mkristo, umepata kipaimara, lakini matendo yako hayaendani kabisa na Mungu unayemwabudu. Umejaa matusi, umejaa ugomvi, umejaa visasi, umejaa roho mbaya, kila kitu wanakulaumu wewe kwa sababu unasababisha mambo mabaya yatokee, watu waumie, watu walie, watu wafe. Sasa hiyo inakuwa ni kinyume cha sakramenti tunazopokea za Kikristo. Uchaji wa Mungu ni silaha inayokulinda wewe, inamlinda yule mwingine. Huyo Mungu unayemcha ndiye atakayekupa ulinzi unaofikiri unaokosa. Umche Mungu. Na ukiwa mchaji wa Mungu, na wengine watakuwa na furaha, hawatahisi kwamba utawadhuru, kwa sababu wanasema na hakika huyu hawezi kunidhuru kwa sababu huyo ni mcha Mungu. Lakini ukiona watu wanakuogopa, maana yake wameshafuta kwamba uchaji wa Mungu haupo kwa yule mtu. Kwa hiyo kuishi Ukristo wetu tunahitaji hizi silaha zote. Mara unene wanafunzi haileti picha nzuri. Mtu ambaye amepokea kipaimara afu hataki shule, au mtolo shuleni, kwa wiki siku 5 yeye anasoma siku 2 au 1. Siku zingine zote visingizio kibao. Haiendani na kipaimara, kwa sababu kuna paji la elimu na kuna paji la akili na kuna paji la hekima. Haya yote, hata paji la shauri, haya yote yanategemea sana elimu ya shuleni. Haya yote watakuhitaji una akili kama hujaenda shule, hujafanya mtihani, ukafaulu, ndio tunasema na akili. Na kisha hapo yale uliyojifunza utayatumia na watu watakusikia wanasema akikawia na akili. Hakuna mtu hataki. Chochote kinachohusu shule au mafundisho hataki. Sio sawa. Na elimu haina mwisho. Ukihitimu ngazi moja, angalia ngazi ya pili unahitaji. Nafasi ipo, tumia. Kama nafasi ya kwenda shuleni haipo kwa ngazi za juu, basi wapo watu wenye maarifa hayo, shiriki nao ili upate na wewe kitu, kwa sababu unahitaji. Na ukielimika vizuri ndio utajua vizuri namna ya kumcha Mungu. Wengine tunamkosea Mungu kwa sababu ya ujinga. Hatujajua. Anayethubutu kumuua mwenzake hajajua ya kutosha. Huyu mwanadamu ni sura na mfano wa Mungu, ni kiumbe cha Mungu. Kwa hiyo ninapomkosea huyu, namkosea na Mungu mwenyewe. Angekuwa amejua, angeogopa. Hamuogopi huyo mtu aliyetaka kumuua, angemwogopa Mungu. Lakini kwa sababu ya kutokujua, basi anachukulia tu huyu mwanadamu ni sawa na mbuzi au ng'ombe ambaye inaweza kumchinja tu na sio kesi. Ndio maana tunahitaji ya mapaji ya Roho Mtakatifu yatuwezeshe kuishi Ukristo vizuri. Na watu wakiishi Ukristo wao vizuri, kutakuwa na amani. Sio tu amani, kutakuwa na haki na kutakuwa na maendeleo pia. Kumwita mtu baba kama unajua umemfanyia vibaya vingi, utakuwa mkwepa. Mtoto mkwepi baba yake. Lakini kama umeshamkosea, anageuka kuwa adui, wewe unakuwa sasa mtumwa na mkwepa. Sasa ili umuite Mungu baba kwa haki, basi ujitahidi wewe mcha Mungu, uishi vizuri. Zawadi alizokupa baba yako, yani Mungu, uzizalishe. Ili siku ya mwisho akwambie wewe ni mwanangu mwema na mwaminifu, njoo ufurahi. Utumie vipawa vyako vizuri na uishi vizuri na uwasaidie wengine waishi vizuri. Tumsifu Yesu Kristo.